Imani sifu Yesu, habari hiyo wimbo wangu, daima nitamsifu Yesu. Baba Mwenyezi, asante kwa kuwa unakwenda kutumegea mkate wa uzima. Namwombea kila mmoja aliyeko hapa asichoke, maana kanuni hizi za mafanikio na kubarikiwa ni za msingi, kila mmoja akizielewa tena mchana wa leo. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu, amen. Somo hili linasema kanuni za kufanikiwa katika maisha. Kanuni za kufanikiwa katika maisha. Ukisoma Biblia utagundua maisha ni kanuni. Mambo yameshapangwa, na ukienda sawasawa na kanuni hizo unafanikiwa. Ukienda kinyume unaanguka hakika. Maisha yana kanuni, kama ilivyo kwenye mahesabu pai 22/7, kama ilivyo sijui vitu gani, kama ilivyo pia maisha yana kanuni. Ninakuombea mchana wa leo mahala ulipoketi, usiruhusu mtu yoyote akakutingisha, usiruhusu simu ikakurumbisha, usiruhusu wazo likija kwenye akili zako wala usingizi. Ujiombee upate kusikiliza kwa makini namna kufanikiwa katika maisha. Hakuna mtu hata mmoja ambaye hapendi kufanikiwa. Walioko shule wanapenda kufanikiwa, wasome wafaulu masomo. Waliopo katika ndoa wanatamani kufanikiwa ndoa bora. Sisi wachungaji tunatamani kufanikiwa kuchunga vizuri. Waimbaji wanatamani kufanikiwa kuwa waimbaji bora. Wapiga vyombo, wapiga gitaa, wote wazee wa makanisa wangu walioko hapa wanatamani kufanikiwa katika kazi zao. Je, wakuu wa idara, je, wafanya kazi wa serikali, wakufunzi, walimu, hakuna asiyependa kufanikiwa katika maisha. Kanuni zimewekwa na Mungu za kufanikiwa. Wafanya biashara mlioko hapa, kanuni zimewekwa za kufanikiwa. Wakulima, wafugaji, kanuni zipo. Leo nimeziorodhesha chache tu, hazizidi 6 kwa kweli. Ukienda sawa na hizo kanuni, elewa unakwenda kufanikiwa katika maisha yako. Hata ikiwezekana unakwenda kuokolewa. Bwana asifiwe sana. Ndoa bora iliyofanikiwa, watoto waliofanikiwa. Hakuna naye zao watoto anatamani wasifanikiwe katika maisha. Kila mmoja anatamani katika maisha yake apate mafanikio. Kanuni zimewekwa. Fungu letu kuu tumelisoma katika kitabu kile cha Zaburi 8 fungu la 3. Nikiziangalia mbingu, kazi ya mikono yako, jua, nyota na mwezi ulioviratibisha wewe. Kwa nini kuratibisha? Taratibu zimewekwa kwamba jua litatoka huku litakwenda huku, kitu ikiwa hiki kitakuwa hivi. Mungu ameratibisha mambo yote. Kinachotokea tu ni kwamba mtu anapotoka kwa zile taratibu za Mungu ndipo anapoachana na mafanikio. Unaona kwaya inaimba, baada ya mwaka mmoja inavurugika. Unaona watu wao kanisa liko kwenda vizuri, baada ya muda mfupi inavurugika. Ujue wameshindwa kutekeleza kanuni za Bwana za kufanikiwa. Sasa kama kuna watu wanaojua jinsi ya kutunza kumbukumbu vizuri, tunza kwa makini. Kama unaandika, kama unasikiliza vizuri, sikiliza kwa makini. Jambo la kwanza, kanuni ya kwanza ili ufanikiwe, inasema hivi: katika maisha yako timiza maagizo ya Mungu. Hiyo ndiyo kanuni namba 1 ya kufanikiwa. Ukitaka kufanikiwa katika maisha, kubarikiwa katika maisha, kuwa na mafanikio, jambo la kwanza, timiza maagizo ya Mungu. Nafanya kazi ya Mungu kama anavyoelekeza yeye Mungu mwenyewe. Kila unachoambiwa na Bwana fanya bila maswali. Ukichaguliwa kazi fulani na Mungu, fanya bila maswali. Ukielewa Mungu anataka hiki kitu kwangu, fanya bila maswali. Watu wote waliofanikiwa, wapendwa, ni wale ambao walijitahidi kuelewa Mungu anataka nini na wakafanya hicho Mungu anachotaka. Mtu mmoja anaitwa Yoshua, Nitakayewaambia habari yake. Ukisoma kitabu cha Yoshua 6,
Ni kweli Musa amekufa, Yoshua amechukua hatamu ya kuongoza taifa la Bwana, wana wa Israeli. Yoshua akiwa anaongoza taifa la Mungu, ili afanikiwe alikuwa na tu maelekezo ya Mungu peke yake. Siku moja ndipo nashangaa Mungu anapomwambia Yoshua, ili hizi kuta za Yeriko zipate kuanguka, unajua unafanya nini? Wewe zunguka ukuta mara 7. Zunguka, kuta za Yeriko zitaanguka. Yoshua angesema jamani, kuzunguka tu, kuta zitaangukaje kuzunguka tu? Lakini kwa kuwa Mungu ndiye aliyesema, Yoshua alikuwa hana muda wa kubisha. Yeye alikuwa anafanya kile Mungu alichomwelekeza. Na kwa kweli wakati wa siku ile ya 7 walipozunguka mara 1, mara 2, mara 3, ile mara ya 7 tu kuta zikaanguka. Bwana asifiwe sana. Wengi hatufanikiwi katika maisha kwa sababu hatupendi kutii yale Mungu anayotuelekeza. Wimbo umeimbwa na kwaya fulani hapa kwa lugha ya Kisukuma, nikauelewa. Mama mchungaji alikuwa mwingine ananiambia pale, wanazungumza kuhusu Petro amekwenda kuvua samaki. Ukweli ni kwamba Petro ili afanikiwe katika ule uvuvi alisema hivi, Bwana mkubwa, nimekwenda kuvua usiku kucha bila kupata kitu, lakini kwa kuwa wewe ndiye umesema, na kwenda kuvua na tuweka kilindini. Petro alipokwenda kutoa kilindini alipata samaki wangapi? Wengi sana. Soma kitabu hicho cha Luka 5 utapata habari hizo. Mafungu mengi sitayasoma hapa, lakini nitakuwa nawaambieni kama mnaandika, kama mna copy pole popote mtaangalia. Kaanzia tu fungu la kwanza hapo manzoni tu. Alipata samaki wengi kwa sababu alijua anayesema ni nani. Usipende kuwa mbishi wa maneno ya Mungu, ukajiita wewe ni mjuaji. Wewe huwezi kujua kuliko Mungu wako. Sawa na magari haya tunayoyaendesha, hakuna gari lililo na akili kuliko wale waliotengeneza gari. Wale waliotengeneza gari ndio wanaojua kwamba hili gari tumetengeneza hivi ili likatike, na kama halikatiki tunanunua spare nyingine tunafanya hivi. Gari lenyewe halielewi lenyewe lilivyo. Ndivyo sisi wanadamu tulivyo kwa Mungu. Sisi hatuna akili kama Mungu wetu aliyetuumba. Anaelewa mambo yote, na juu ya yote anachokuambia fanya bila kujijumulisha wala kujitoa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama wewe ni mwanafunzi, sikiliza kwa makini. Kama ni mfanyabiashara, sikiliza kwa makini. Mkulima, kila mmoja jitahidi kuelewa Mungu anataka nini katika maisha yangu. Hapo ndipo utakapofanikiwa. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili, sikiliza. Ukitaka kufanikiwa, sikiliza maelekezo ya watumishi wa Mungu. Sikiliza maelekezo ya wale Mungu aliyowateua, aliyowachagua rasmi kuwa watumishi wake. Hiyo ni kanuni ya pili. Tangu mwanzo, wale waliotii maelekezo ya watumishi wa Mungu walifanikiwa sana. Tangu mwanzo. Naweza nikawaambia habari ya nani? Kuna mmoja anaitwa Naamani mwenye ukoma. Huyu Naamani mwenye ukoma mnafahamu habari yake. Alikuwa ni jemedali lakini ana nini? Ana ukoma. Akaenda kwa nabii. Nabii anaitwa nani? Jamani, mbona mnasahau hiyo habari? Nabii anaitwa nani? Akaenda ili aweze kusaidiwa, aweze kupona. Alipokwenda kwa nabii, nabii akaelekeza kwamba nenda ukaoge katika mto wa Yordani ukajidumbukize mara ngapi? Mara 7. Naamani akasema hivi, hakuna mito mizuri kule kwetu, mpaka mimi jemedali kabisa, mtu mkubwa kama mimi, ndiye niende kuoga kwenye mto wa Yordani mchafu? Akabeza. Mjakazi wake tu mtumwa ndiye aliyemwambia, bwana mkubwa, kama ungeambiwa jambo kubwa zaidi ya hilo si ungetenda? Kuambiwa tuende kujichovya tu mara 7 katika mto Yordani kuna tatizo gani? Kajichovye. Naamani akakubali. Naamani alipokubali, kwa hakika alikwenda kwa mto Yordani akajichovya 1, 2, 3.
inasema Naamani ngozi yake ilikuwa kama mtoto mdogo. Watu wengi hawapendi kuelekezwa na viongozi na watumishi wa Mungu, hawapendi. Ni mzee wa kanisa amewekwa na Mungu, anaelekeza jambo hili na unasema kwa nini bwana, na mimi na akili. Ni mchungaji amewekwa na Bwana kufanya kazi hapo, anawaelekeza jamani fanyeni hivi. Kwani sisi tunajua? Kwa sisi tunajua. Nataka nikwambie, acha kujifanya mjuaji kwa watumishi wa Mungu aliyoweka Mungu. Utafeli katika maisha yako. Kuna mama mmoja wa Sarepta, mama wa ajabu sana. Sijui kama huyo mama angekuwa nani, labda angekuwa Msukuma. Tunaelewa watu wote kwamba kati ya makabila ambayo yamejaliwa kuwa na wakarimu wengi ni Wasukuma. Bwana wabariki sana. Watu wakarimu, na tumejifunza kwa sababu sisi wengine watafiti. Kwa nini wamekuwa wakarimu sana Wasukuma? Kati ya sababu pia hawajawahi kuwa na njaa katika maisha yao. Sisi kule kwetu Kigoma, kwa kweli nadhani kule hapakuwa na ukarimu. Labda sasa hivi na sijui. Mimi nimeshawahi kushiriki kabisa kuficha chakula, watu wamekuja pale tulikuwa tunakula. Yaani watu wanakuja mnakula, unakimbiza jikoni huko haraka haraka. Na mimi nimeshawahi kukimbiza chakula. Wanakuja mnaongea kama vile hamkuwa mnakula. Mnaongea, wakiondoka mnarudisha tena. Japo ilikuwa ni kwa bibi, haikuwa nyumbani kwetu. Kwa bibi nimebaki pale kwake. Sasa nasa mwanamke wa Sarepta ni waajabu sana. Mwanamke wa Sarepta, tukisoma kitabu hicho leo nitawaambia tunapofungwa tutasoma mafungu mengi. Huyu mwanamke Nabii Elia anakwenda kwake, anamwambia, "Mama, kwanza kuna njaa. Watu wote wanaelekea kufa kwa njaa." Anamwambia, "Mama, ninaomba unipe maji ya kunywa." Alimkuta pale anaokota kuni hapo ili aweze kupika hivi. Anamwambia, "Mama, naomba unipatie maji ya kunywa." Akamwambia, "Haya, maji tu ya kunywa." Akaenda kuchukua. Akiwa anakwenda njiani akamwambia, "Mama, rudi kidogo. Na kuomba ukanichukulie ukanitengenezee kwanza mkate." Kwa sasa hivi sawa na kusema ugali. Ndio? Katengenezee kwanza ugali kwanza. Akasema, jamani. Akamwambia, "Bwana wangu, ni kwamba hujui kinachoendelea hapa kama kuna njaa. Hapa ulipo nikuta niko naokota kuni 2. Niende kutengeneza kamkate kamwisho ili nile na mwanangu, tusubiri kufanyeje? Kufa." Akamwambia, "Kwa hiyo sina cha kukutengenezea." Elia kaendelea kusisitiza, "Mama, nitengenezee kwanza mimi." Nataka nikuulize, wewe ungetengeneza? Wewe ungemtengenezea? Ili ujue kwamba usingetengeneza, ulipoambiwa kwamba jamani leta hiyo shilingi 1000 tuweze kuita kwaya ngeni, ulisemaje ndani ya moyo wako? Ulisema nimebaki na hii. Mko mnanielewa vizuri? Ulisema nimebaki na hii niitoe halafu tufe njaa na watoto wangu. Mara ngapi hapa hatufanyi kazi ya Mungu tunasema nimebaki na haka. Mama yule akasema, "Nitatengenezaje?" Mwisho wa siku Elia akasisitiza, "Mama, nitengenezee kwanza mimi." Na alikuwa hamwambii ukitengeneza utapata vingi, hamwambii. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka tufanye kazi yake na kutii. Watu wa Mungu, eti hawakwambii utapata nini, lakini wewe mwenyewe ufanye, ndipo matokeo yaone wewe mwenyewe. Mama Mungu akamsaidia, kwa kweli nasema alimsaidia. Maana mama alipokwenda tu kutengeneza kwa ajili ya Elia, ndipo vyombo vyake vyote vilijaa chakula. Angejiloga tu akasema sitaki, ni kweli alikuwa anapika kale kakonzi kaliko baki, halafu afe yeye na mtoto wake. Lakini kwa kutii maelekezo ya watumishi wa Mungu, mama yule aliishi mpaka mvua ilipoanza kunyesha tena. Bwana awasaidie watoto wa Mungu. Endeleeni kutii maelekezo ya watumishi wa Mungu. Acheni kuwa wabishi. Mungu amewatumia hao kwa ajili ya kazi yake. Ni akina Musa wa sasa hivi. Unaye katibu wako wa kwaya, anakuelekeza fanya hili, sitaki. Unaye mwenyekiti wako wa kwaya, unaye mwalimu wa kwaya, sitaki. Unataka wewe uishije bila maelekezo? Na hao Mungu amewaweka ili waweze kuelekeza, waweze kusimama badala yake. Tunaposema viongozi na watumishi wa Mungu, ni wale wote Mungu aliowaweka kwenye kipengele chochote kwa ajili ya kazi yake ya injili. Jifunze kuwatii. Sisi tunao viongozi pia.
Mimi na wachungaji wenzangu hapa tuna viongozi wetu pia ambao wanatuelekeza kazi. Wanapotuelekeza tunajifunza kuwatii. Mungu amewaweka pale ili watuelekeze. Mungu akusaidie rafiki yangu katika maisha yako unayoyaishi ya kiroho. Usipende kuwa mbishi kwa watumishi wa Mungu ukielewa kuwa hawako wanapingana neno la Mungu. Mpaka hapo utakapoelewa kwamba hiki wanachonielekeza wanapingana na neno la Mungu. Endapo wapingana neno la Mungu, usipende kuwa mbishi tu bila sababu, unapoteza sifa ya kufanikiwa. Utasoma katika kitabu cha Wafalme wa pili 5 fungu la 14. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 fungu la 10. Utapata habari hizo nilizokueleza hapa. Hiyo ni kanuni ya pili. Kwa sababu ya muda naenda nazo haraka haraka. Kanuni ya tatu ya kufanikiwa. Sikiliza kwa makini. Ukitaka kufanikiwa, kanuni ya tatu: tii na heshimu wazazi wako. Tii. Jifunze kutii na kuheshimu na kutunza wazazi wako. Sikilizeni kwa makini. Watu wenye akili husikiliza maelekezo ya wazazi wao. Kama maneno hayo na maelekezo hayo ya wazazi hayapingani na neno la Mungu, jitahidi katika maisha yako usibeze ukadharau wazazi wako waliokuzaa. Wazazi si watu wa kawaida. Mzazi aliyekuzaa si mtu tu. Mzazi aliyekuzaa, nataka nikwambie, si mwanadamu wa kawaida kwako. Mzazi aliyekuzaa. Vijana mlioko hapa wenzangu, watoto wa kiume wa kike mlioko hapa, wale ambao bado tuna wazazi, hata kama tulishaoa na kuolewa tuna wazazi, Mungu atusaidie tuelewe kwamba hao wazazi si watu wa kawaida. Tangu zamani watu waligombania baraka kwa wazazi wao. Tangu zamani. Leo wametokea watu ambao wazazi wanawadharau tu. Wanaona kama hawana maana. Wanaona kama ni watu wa kawaida. Wazazi sio watu wa kawaida, leo mtambue. Wazazi kila wanachosema kinakuwa hivyo hivyo. Katika kitabu cha Kutoka, hapo mnaweza mkataka mkasoma, ni amri hiyo ya 4. Amri ya 4 Kutoka 20 fungu lile la ngapi? Fungu lile la ngapi? Fungu lile la 18 fungu la 12. Waheshimu baba yako na mama yako. Mbona hamuitiki? Hamjui hilo fungu kulikalili? Waheshimu baba yako na mama, siku zako zipate kuwa katika nchi uliopewa na Bwana Mungu. Kutokuwaheshimu ni kinyume na hivyo. Siku zako zitafupishwa. Kutokuwaheshimu wazazi wako. Sikilizeni kwa makini niwaambie kitu hiki cha kitaalamu kidogo. Na mkisikiliza ndipo mtakaponielewa. Kwa nini amri 4 za kwanza zinataja Mungu? Na ni kwa nini amri baada ya amri zinazotaja Mungu, zinazomhusu Mungu, iliyofuata tu ni amri inayohusu wazazi? Kwa nini ikawa ndiyo ya 5? Kwa nini? Mungu sio mjinga. Hakuifanya hiyo amri kuwa ya 9. Alikuwa anamaanisha zile amri 4 zinasema Mungu, inayofuata inasema Mungu mwingine wa hapa duniani. Mko mnanielewa vizuri? Inasema Mungu mwingine, hatumuiti kabisa Mungu, lakini mzazi ametumiwa na Mungu kuumba. Mzazi anatumiwa na Mungu kuwa muumbaji. Tena ndio maana Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia 1, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Mungu ndiye anayetuumba, ndio,
lakini amewatumia wazazi wetu kuwa Mungu waumbe tena, wazalishe, watu wawepo. Mzazi ndiyo maana akisema kitu kwa mtoto wake sawa na Mungu akisema kwa mtu. Sasa wametokea wanajamii leo, wanadamu leo wasiokuwa na akili, ndivyo ninavyowaita, ambao wanadharau wazazi wao, wanadharau baba, wanadharau mama, na wanawaambia wewe mama, hata kama ungechelewa na mimi ningekuzaa, kwani nini? Hiyo ni laana iliyokoma kabisa, iliyopindukia. Unamwambia mama yako aliyekuzaa akapata uchungu, akakunyonyesha, akabeba mimba, unamwambia leo eti ungechelewa ningekuzaa na wewe, maana hata mimi nina watoto na wewe ningekuzaa, usinitishe. Unasubiri uweze kufanikiwa kwa namna ipi? Kwa namna ipi? Wewe ni kijana unajiita una besi, mpaka umefikia hatua pa kumzidi baba yako. Baba yako anakuelekeza fanya hiki na hiki na hiki na hiki. Unasema kwani nini baba, na unye ni wazazi wa zamani? Na alishakwambia kwamba mzazi anazeeka. Na alishakwambia kwamba mzazi ni wa zamani. Mbona hujawahi kusema Mungu ni wa zamani? Mungu amsaidie mtu wa namna hiyo akiwepo hapa. Apate kuelewa kwamba wazazi siku zote wazazi hawadharauliwi na mtu. Sikiliza kitabu cha Marko 7, hapo lazima tusome. Marko 7 kwenye Biblia. Marko 7 natamani hili fungu tulisome. Marko 7 fungu lile la, natamani tusome fungu la ngapi? Marko 7 fungu la 10 nasoma kwa sababu na kipaza sauti hapa. Marko 7 fungu la 10. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Unataka kusema hili fungu? Amtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Mungu akusaidie usije ukatoa maneno mabaya kwa mzazi wako. Na hiyo Musa alikoisemea ni wapi? Ni Kumbukumbu la Torati. Turudi kule Kumbukumbu la Torati muione Musa alivyoisema. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 27 fungu la 26. Musa ndiko alikoisema hiyo. Oneni alivyoisema mwenyewe Musa. Fungu la 26. Tusome fungu la 16. Na alaaniwe, nasoma Kumbukumbu la Torati 27 fungu la 16. Na alaaniwe amdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Huko ndiko ilikotoka. Anayeweza kudiriki kumdharau hapa sasa, haisemi kumtukana, kumdharau tu, ukasema hafai, ukamuona kama ni wa kawaida mzazi wako, wewe ulaaniwe na watu wote waseme amina. Ndio maana kwambia hivi, mzazi akisema ni laana kweli kweli. Watu wengi wanafikiri watafanikiwa, wanatupa wazazi wao, wanatelekeza wazazi wao, hawajali wazazi wao. Wazazi wao wanaishi maisha ya ovyo. Eti ni watoto wao wamekwenda Dar es Salaam, wamekwenda Mwanza, wamefanikiwa, wako hapa wamefanikiwa. Wazazi wao wanabaki huko vijijini. Wazazi wao hawana maisha mazuri. Wao wananunua magari, wanajenga majumba mazuri, wananunua nguo nzuri, hawawajali wazazi wao. Leo wameibuka vijana wa kiume na wa kike, wanashona nguo nzuri, hawajali wazazi wao, hawajali wazazi watavaa viatu gani, hawajali nini, wanabadilisha masimu, wanabadilisha viatu, hawajali wazazi wao. Wazazi yebo zimetoboka, wao wanabadilisha nguo. Hao watu, neno la Mungu linasema walaaniwe na watu wote waseme amina. Unakwenda kwa mtu kabisa anakwambia
amenunua magodoro mpaka mengine amesimika ya kusubiri wageni magodoro. Nenda kwa baba yake sasa na mama yake, kagodoro kamekwisha kuisha, wakilala wanakutana hapo katikati kama machera. Halafu baba wewe una magodoro mpaka umesimamisha hapo, una manguo unanunulia mke wako tu, na watu wengine wanaanza kujitetea, unajua mimi mke wangu nilieoa hapendi wazazi wangu. Wewe ulioaje asiyependa wazazi wako? Mfukuze aende kwao. Asiyependa wazazi wako huyo anafaa kuwa mke wa mtu, hafai urudi kwao huko. Wewe unawezaje kuoa asiyependa wazazi wako? Yaani huyo ni mjinga namna gani asiyeelewa kwamba huyu mume wangu aliyenioa alizaliwa na watu. Kuna watu waliomzaa, hao watu inabidi tuwaheshimu na kuwapenda. Eti kuna wengine wameoa wanawake hawapendi wazazi wa waume zao. Huyo hawezi kuwa mke wangu hata nukuta moja. Hawezi. Yaani mimi kweli nimesoma, wazazi wanahangaika kwa ajili ya mimi kusoma kuishi. Nimekwenda, ameniona nimeshapata kazi, ninavaa suti, na yeye anakuja kwangu anasema ananipigia magoti, halafu eti hajali hapendi wazazi wangu. Ni kufukuza asubuhi na mapema. Simaanishi muwafukuze, muwaombe. Msije mkafukuza wakeze. Muwaombe. Maana wengine mtatoka hapa mchungaji sema kwa heri ondoka na wewe. Hapana, muwaombe wabadilike. Hivyo ndivyo ilivyo kwa mwanamke aliyeolewa na mwanamume asiyejali wazazi wa mwanamke. Ulipooa mke wako huyo, ulijua kuwa na wazazi waliohangaika, akakuwa ukamkuta ni mzuri ukampenda. Hao wazazi nao ni wazazi wako wewe. Maana wengine wakishaoa wanawake nimetoa mahali tu. Kwa hiyo umetelekeza. Biblia inasema atamwacha babaye na mama yake. Kwa hiyo umewaacha alafu waishije wao? Hii Biblia mbona umeisoma tu kinyume? Kuwaacha ni kuwatelekeza bila kuwatunza. Wanaugua, hamuwajali, hamununui dawa, wanaumwa wazee wale waliowazaa wakahangaika, hawanunui nguo, wanawasomesha shule, wanawapeleka hospitali. Leo umemuoa mke wako, umemkuta ni mnene, anatu hipsi, unampenda. Alitengenezwa na mtu akawa na hizo hipsi unazoziona hizo. Kuna watu waliomtengeneza akawa nazo. Wasinge kuwepo hao, angekuwa amenyoroka tu haeleweki. Bwana atusaidie. Bwana tusaidie. Mimi kwa hilo sifanyi mchezo kabisa wala kumkopesha mtu. Mnapokuwa mnatunza watoto wenu mliowazaa, katika mijadala mnayojadili, anzeni kujadili na wazazi wenu waliowazaa. Wakiumwa nendeni mkawaone, hata mwalete kwenu. Huwa ninaona watu wengine waleta wazazi wao, wanawauguza hapo nyumbani mpaka wanafia pale nyumbani. Mmebarikiwa mno watu wa hivyo. Kuna watu ambao mtoto wake yuko Dar es Salaam, yuko Mwanza. Nikwambie Pastor Masunga, akiumwa mtoto huyo, akapiga simu, mama hapo napo ni anaumwa, na mama yake anaumwa hapo. Maana maisha ya huyo mama yameegemea kwa huyo mtoto wake. Sasa akiumwa nitafanya nini? Anaumwa, na huyo mama anapoumwa kila neno lake ni maombi. Mungu wangu wa mbinguni, huyu ndiye mtoto wangu nimebaki naye hapa anayenisaidia, na anaumwa, nitafanya nini? Mungu nisaidie. Mungu wa mbinguni anasikia maombi, anasaidia huyo mtoto wake, anaishi vizuri, anapona na magonjwa. Na kuna wengine Pastor Makundi wakiumwa wakapigia mama naumwa, unaumwa utapona. Kwani una kazi gani? Kazi gani? Si niko nahangaika tu hapa, hakuna mnachotusaidia. Mna kazi gani? Wengine walipooana tu wanajali maisha yao, hawajali wazazi. Wengi tu. Nataka niwaambie, mimi niko na ndugu zangu wanaonizidi, wamesoma kweli, wanafanya nini? Tunasaidia sana wazazi. Lakini siku moja nikamwambia, niwaambie kaka zangu na dada zangu, mimi wa mwisho, mimi ndiye mchungaji kwenu. Ndio. Tutengeneze mpango kila mwezi. Tutafute mhasibu wetu katika watoto hao, kila mwezi tuwe tunatoa fedha, na tukipata mishahara, na wazazi wetu tena wanapata mishahara kutoka kwetu. Amen. Wakubaliana hivyo. Kila mtu akaandika anayotaka kutoa kila mwezi. Kila mtoto. Wakanitii kweli wale ndugu zangu. Wakanitii. Yaani kila mwezi ukifika, tulimchagua mtu mmoja kati yetu, sio mimi. Tulimchagua dada mmoja.
huwa tunamtumia pesa. Kila mtu alizoandika na hizo hazipungui kila mwezi. Labda upate dharura. Na ikitokea dharura, tunakuchangia wengine wewe mpaka ifike ile. Maana tulishasema tutakuwa tunawapatia baba hii na hatuwapatii kwa pamoja. Baba ya kwake mkwi, mama ya kwake nyingi hela. Yaani ukimtumia mama kijijini 200,000 kila mwezi ni mamilioni ya pesa. Maana wale watu 200,000 na kila mwezi najua watanitumia 200,000. Kila mwezi 200,000 na ni kijijini. Hawanunui, hawahangaiki na tuna vitu vingine vya kawaida. Siku ile tunaanza huo mpango ili nijue kwamba kumbe ni kitu kizuri. Tulipotengeneza tu kwamba kila mwezi tunakuwa tunamtumia baba na mama, japo tunafanya vitu vingine. Baba alipiga simu kwa kaitu mkubwa. Akamwambia, ninaomba muunganishiane ninyi watoto. Nataka niongee na ninyi wote kwa pamoja. Kuna namna ya kutengeneza simu wote mnasikilizana. Saa 4 usiku. Wote mtulie na wake zenu na waume zenu. Kaka yetu kaunganisha, wewe pigia huyu, mpaka wote tukawa hewani. Baba kaanza kuongea maneno ambayo hajawahi kuyaongea katika maisha nikiwepo mimi. Watoto wetu, mnatupenda namna hiyo yote kumbe? Mpaka nikashindwa kuelewa. Mbona tulishajenga majumba nyumbani? Mbona tulishafanya hivi? Baba hapo pote akuelewa kumbe kama tunawapenda. Naomba niwaambieni ninyi wenye wazazi, usitoe udhuru wowote. Pambana kwa ajili ya wazazi wako. Utabarikiwa, utafanikiwa katika hii dunia Mungu aliyokupa. Nehemia kanuni ya 4. Hiyo nimeizungumza sana. Nehemia kanuni ya 4. Ukitaka kufanikiwa kanuni ya 4, ishi bila uadui na mtu yeyote kwenye hii dunia. Ishi bila uadui na mwanadamu yeyote. Ishi maisha huru, maisha ya bila adui, maisha ya ukijiuliza ni nani ambaye namchukia usimpate katika maisha yako. Hapo ndipo utakapofanikiwa. Sikiliza kwa nini kitabu cha Mathayo, hiyo lazima tusome. Mathayo 5 fungu la 24. Sikiliza ninavyosema hapo. Mathayo 5 fungu la 24, Biblia inasema hivi. Naanzia fungu la 23. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, naanza fungu la 23. Na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako. Ukienda kutoa sadaka, ukakumbuka kwamba kuna mtu ana neno juu yako, kuna neno hauko unaelewana naye huyo mtu ana shida na wewe. Kiza utakachokifanya fungu la 24. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Iache pale hiyo sadaka, usiitoe. Uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Hivi umeona hiyo kitu ilivyo? Ukiwa na tatizo na mtu, hata ukienda kutoa sadaka, hiyo sadaka haikubariki kama hujapatana naye. Nini maana yake hiyo? Ibada kwa mtu mwenye shida na mtu mwingine haifiki mbinguni, maana matoleo ni ibada. Maombi, ibada haifiki kwa Mungu endapo wewe una neno na kinyongo na mtu mwingine. Ngoja nikwambie, usiseme ni yeye mwenye tatizo, usiseme ni nini. Biblia haitaki hayo yote, inataka kupatana tu. Amen. Wanadamu wengi leo wana uhasama, hawaelewani, wanachukiana na wanasema yeye ni mbaya, ndicho wanachojitetea, yeye ni mbaya. Nataka nikwambie, acha kujiumiza bure, unaondoa mibaraka ya Mungu kwako. Jipendekeze kwake, umwambie mimi ndiye mwenye tatizo, nisamehe mwenzangu. Hata kama atakataa, atafanya nini? Basi wewe nawa kwa kuomba msamaha na yeye. Wengine ni ndugu waliolewa pamoja, hawasalimiani.
wengine walioa pamoja hawapatani, wengine sijui ni kaka na kaka mdogo hawapatani, wengine sijui ni dada, mpaka kuna wengine ni tumbo moja hawaelewani, walizaliwa na baba mmoja na mama mmoja, hawaelewani, eti ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Bwana wasaidie, Bwana wasaidie. Wengine wanaimba kwaya moja hawaelewani, wengine wameolewa pamoja hawaelewani. Nataka nikwambie, hakuna ibada unayoifanya unajidanganya tu. Unaona mambo yako vile vile tu, unaona kama vile sijui ni nini, ukifanya kitu kama kieleweki sijui na nini, kumbe una kinyongo. Mpaka kuna wengine wana vinyongo mpaka wanatamani fulani afe asiwepo duniani, bora angekufa tu. Maisha ya wasafiri wa kwenda mbinguni hawaishi hivyo. Watu wenye mafanikio wanaoishi na Bwana si wale wenye vinyongo vya kutosha, mpaka wengine wana vinyongo ndani ya kanisa. Alipokuwa mzee wa kanisa nilifanya hivi, alipokuwa nani nilifanya hivi, mpaka hawapendi kusameheana. Wanasema huyo sitamsamehe katika maisha yangu. Samehe hadi aliyeua watoto wako. Wanasifiwe sana. Samehe. Biblia inanitajia watu wengi sana, hata Yusufu akiwemo. Eti anapigwa mawe halafu anasema Baba wasamehe, hawajui watendalo, wasamehe. Yani Yusufu angekuwa ni mtu wa leo angesema hivi, Mungu wewe una uwezo wafanye wote wawe vipofu sasa hivi. Lakini yeye anasema wasamehe, hawajui walitendalo. Ishi bila uadui na mtu yeyote. Penda watu wote, hata unaodhani ni wachawi, maana hata hawawezi kukuua. Wapende tu. Kuna watu wengine mpaka wanasema yule ni mchawi yule. Kama mtu utakufa endapo Mungu ameruhusu ufe tu. Kama ni hivyo, yani hapa kuna watu walikuwa wameshauliwa siku nyingi, walikuwa hata wapo. Hakuna. Acha kuogopa hivyo. Lakini jambo lingine la 5 ili ufanikiwe, habari ya 5. Sikiliza. Ukitaka kufanikiwa, fanya kazi. Bwana asifiwe sana. Nimeanza na yale mambo yanayohusu Mungu, wazazi na kuja. Fanya kazi kwa bidii. Kila mwanadamu anapaswa kufanya kazi sana, kila mwanadamu. Hakuna mwanadamu anayepaswa kuishi bila kufanya kazi hata mmoja. Hayupo. Mtu asiyefanya kazi na chakula asile. Ni kitabu cha Wathesalonike wa 2:3 fungu la 10. Bwana asifiwe sana. Asiyefanya kazi na chakula sifanyeje? Rais mmoja wetu wa nchi, Mungu aliruhusu akalala mapema huyo rais. Yeye akasema asiyefanya kazi na chakula asile, na kama hali afanyeje? Afe. Hamkuja msikia huyo rais wetu aliyesema hayo maneno? Kama hali, maana mtu asipokula anaelekea kufa. Afi. Wengi leo wamejifanya wamesoma eti. Wamesoma. Namshukuru sana rafiki yangu huyu ambaye ni Bwana Emmanuel, ni mtoto wa mzee Emmanuel kama mimi, ndio maana namkumbuka. Yeye amemaliza masomo yake kabisa. Madigrii yake, lakini ni fundi wa kushona nguo. Bwana sifiwe sana. Simtaji hivi kwa sababu naelewa habari yake, na mpaka sasa hivi jina lake limetoka, anakwenda kufanya interview ya kupata kazi za serikali. Na wengine nimeona na watoto wa dada zangu wamepata hayo majina, wako kule Dar es Salaam. Lakini ni fundi cherehani wa kushona. Nikwambie mdogo wangu, kuna watu kama wewe wamemaliza vyuo, wanajifanya wana degree za education, wana masters za nini. Ukiwauliza wewe unafanya kazi gani, wanakuambia sina kazi, nasubiri kazi. Unaisubiri wapi? Huyo muelewe hana akili, ni kati ya wapumbavu hapa duniani. Mtu mzima, mwanaume mzima, kijana mzima, mwenye afya njema, watu wanakwenda shambani, wewe uendi. Wakuuliza mbona uendi, unasema mimi nina degree. Degree inasaidia nini hapo kwenye kwenda shambani?
Sasa huna nguo, huna hela, huna chochote, nguo zimechanika chanika, ukiulizwa unasema nina masters ya sheria. Kwa hiyo imefanya nini hiyo masters? Inaliwa masters ya sheria, inaliwa wapi? Ile sasa tuone kama inaliwa. Huo ni ujinga namba moja huo. Ukiona mtu yoyote anafanya vidole hivi msichana kule mjini anakwambia mimi ni form 6. Form 6. Kwa hiyo nimemaliza form 6. Wengine watengeneza vitumbua, wanauza sijui nini, mboga, wewe upo watengeneza maandazi, karanga, wewe upo tu unakuna amka tu. Form 6. Form 6 inaliwa. Kinacholiwa ni vyakula na hela zinazopatikana. Yaani sijui watu wamekuaje, unakutana wako tu hapo mjini tunawauliza jamani wewe unafanya kazi gani? Ndio unasubiri ajira. Unasubiri wapi hiyo ajira? Inapatikana wapi? Eneo lipi? Badala ya kupambana ukahangaika na wenzako wanavyohangaika hapo, ukafanya kazi zinazowezekana, ajira zitakapokuja zile uzisomea utafanya. Leo umekuwa mvivu, unasema nimesoma nasubiri ajira, badala ya kuungana na wazazi wako na ndugu zako wanaofanya kazi zingine na wewe ukashughulika katika familia, unajiita umesoma. Umesoma nini? Hatimaye sasa unaanza kuoa mke. Ukioa mke ukampeleka pale hospitali kutibiwa, anataka kujifungua, wanakuambia wewe bwana nenda kalete beseni ya kujifungulia na mpira wa madaktari. Wewe kwambia kalete beseni, unawaambia mimi nina masters ya mathematics ya hesabu. Nenda katuletee beseni, mimi nina masters ya hesabu. Kwa hiyo inatusaidia nini hiyo masters yako ya hesabu hapo? Leta beseni ya kujifungulia ukanunue dukani, hela. Watu wamekuwa wajinga. Pastor Masunga wa Adventista wa Sabato hawafanyi kazi. Mabinti hawafanyi kazi. Wanajiita wanasoma, eti wamesoma sijui nini. Wakati unasubiri ajira hiyo, unafanya nini sasa? Fanya vyote vinavyowezekana vilivyoko mikononi mwako, fanya vyote. Nishawahi mke wangu mimi nilisoma naye degree ya kwanza. Nilisoma naye. Yeye nilipoona naye alikuwa hajapata ajira. Tumekaa miaka mingi, zaidi ya miaka 10 labda 8 hivi, 18. 7 hivi, 7 hana ajira. Mimi tu ndiye nimeajiriwa na serikali ndicho. Na nikamwambia mke wangu unasoma, usome. Sasa tu hizi hela hazitatosha. Kama mshahara kama kwa walimu haka kana tosha wapi? Haiwezekani. Sasa tufanye kazi. Akasema ndio. Tukaanza kufanya kazi ya kukaanga dagaa na kuuza. Wote wenye degree mke na mume. Asubuhi na mapema tunaenda Mwaloni kule Bukoba. Watu wanapotoka kwa watu wanaokuja na mitumbu yao, sisi tumeshafika pale asubuhi. Pale asubuhi wale wanaojua mambo ya uvuvi hayo wanaweza wakanielewa na kuzungumza hivi. Wakileta mitumbu yao ile, mimi namwambia mama mmoja, mama unatupakilia kwenye mabeseni. Yale mabeseni kama wewe hujui kushindia zile dagaa huwezi, utashindia kidogo. Mnampatia kama 200 kila beseni, anashikwa na kuwashindilizia kwenye mtumbwi. Mimi ndiye nakuwa nabeba yale mabeseni. Nabeba kutoka kule kwenye maji ziwani kule mpaka huku tunakoanikia. Tumekodi chini pale, tunaweka nyasi, unaweka viwavu fulani hivi. Mke wangu kwa sababu amefanywa operation hawezi kubeba mizigo mikubwa, amejifungua kwa upasuaji. Mimi ndiye nabeba, yeye kazi yake inakuwa ni kusambaza dagaa hivi. Nakimbia kule Mwaloni na beba mabeseni yamejaa madagaa, yanakuangukia hapa pote, nimerowana mabeseni na miwani nimevaa. Madagaa yale nakuja, nafika na mwaga hapo, narudi tena kuchukua beseni lingine, nimerowana. Na hapo mimi ni mtumishi wa serikali ujue, na degree. Sasa kuna tena degree ya falsafa. Nasoma degree ya falsafa na ile. Sasa kasichana kamoja kumbe nilikafundisha sekondari kamekako kule. Sijui yule ni mwalimu. Hivi kule mwalimu anaweza kubeba kweli yale mabeseni vile? Akajaelewa kama ni mimi. Mimi sijakaona. Sasa baada tumemaliza kuanika hapo, ndio sasa tunaenda kunawa. Saa 4 pale saa 5 mnanawa ili sasa mjisafishe, mje mpate kachai hapo. Sasa tumemaliza kunawa, niko vizuri. Sasa tunakuja na mkangu tunatembea. Akasimama karibu na barabara kale kasichana kameweza form 4. Kaniangalia kagundua huyo ni mwalimu. Ni mwalimu. Mimi sijakaona. Nimefika tu hapo asema, "Shikamoo mwalimu." Sema, "Marahaba hujambo." "Mwalimu kumbe ni wewe unabeba madagaa." Nikasema, "Pumbavu, utoke na hapa karibu yangu." Toka na. Yaani watu ni wajinga. Wanafikiri eti watu wakiwa hivi hawabebi. Wanafikiri watu wakiwa hivi hawafanyi. Na tukafanikiwa tunanunua dagaa, tunaandika, tunafanya nini, tunachoka.
kuna kipindi tunaanika dagaa tunakanga mpaka saa 6 usiku. Mke wangu anachoka hoi na muda mfupi anaumwa, amejifungua kwa operation, nampeleka nyumbani, nawapeleka na gari na yule mfanyakazi, nafika nyumbani saa 6 usiku, nachemsha maji na bembeleza kila mtu kuoga, nachukua mke wangu peleka bafuni, nammwagilizia maji angalau nione kama atakaa vizuri, naosha mpaka kale katoto na osha mimi mwenyewe, yule dada wa kazi namuelekeza kaoge pale, na hangaika mwanaume mwenye degree na mshahara wa serikali. Alafu kuna mtu mmoja tu anangaza sharubu tu anatembea, nachukua nina degree. Degree gani hiyo ya kipumbavu isiyokuwa na akili? Ulisoma kwanza wapi? Tuambie na chuo ulichosoma cha watu wasiokuwa na akili hizo. Wanaokaa wanaranda tu mitaani hawafanyi kazi. Wanaita watu watoe sadaka za ujenzi, huna hata tofali moja. Unafu nasema na degree 2 za kazi gani? Na bora na kutosoma kabisa. Wewe huone aibu unapoomba mama yako ambaye hajasoma hela ya voucher, wakati wewe ndiye mzee mzima, kijana mzima uko hapo nyumbani. Hao watu wakiwepo hapa wabadilike mara moja. Wapende kazi, wakashike mashamba, wakajifunza kushona vizuri, wakafanya kazi yoyote, wasaidie jamii ipate chakula. Bwana zifiwe sana. Hakuna anayepaswa kuwepo hapa na randa bila kufanya kazi. Maadventista msabato, kijana maadventista msabato asiyefanya kazi ni yupi? Asiwepo. Hizo ndizo injili za kisasa wazee wangu. Yamesubiri injili ni ya kuokolewa kwenda mbinguni. Ni hii ya kwenda mbinguni hii. Kuishi na watu wasiofanya kazi. Mwisho, ukitaka kufanikiwa, mwisho, tegemeza kazi ya Mungu. Toa sadaka zako. Zaka, sadaka, michango mbalimbali, ndipo utakapobarikiwa. Mungu ametutengeneza sisi kuwa mifereji ya kazi yake ya utume. Kwa nini tupo kwanza hapa duniani? Tupo ili injili isonge mbele. Hatupo ili tulandelande hapa. Yawezekana wewe haujafa ili kazi ya Bwana iende kwa sadaka zako ikiwezekana, maana Mungu ana lengo gani na sisi kuwepo hapa duniani? Mungu ana lengo la wokovu peke yake. Hana lengo lingine. Kwani Mungu anataka nini hapa duniani? Watu waokolewe waende mbinguni. Sasa watu hawatoi sadaka. Watu hawatoi sadaka mbalimbali, michango hawatoi. Jitolee kwa kazi ya Mungu. Mungu anapitisha pesa zake kwako, utakuwa wewe ni mfereji kwa kazi yake. Ndio maana anasema katika kitabu cha Luka 6 fungu la 33, kipimo unachopima ndicho na wewe utapimiwa. Vile unavyotoa wewe ndivyo unavyopata tena na zaidi na zaidi. Heri kutoa kuliko kupokea. Hivyo ndivyo Mungu anashauri. Ngoja niwaambie, Mungu yuko tayari kutubariki tukitegemeza kazi yake. Tena ule mbaraka mimi sijui unaitwaje. Unajua naposema kwamba Mungu atawamwagia baraka, Pastor Makundia, kwa lugha yetu ya Kiha sio hivyo. Mungu atawamwagia baraka kwa Kiha sio hivyo. Inasema hivi kwa Kiha: Imana irabachunchumulira imigisha. Irabachunchumulira. Ukuchunchumula. Ukuchunchumula sio kumwaga. Kumwaga kwa Kiha ni kusesa. Lakini kuchunchumula ni mtu anayechukua gunia. Lile gunia analigeuza. Kwa kule juu unakuwa unafanya hivi. Unanipata hiyo? Ndio inaitwa kuchunchumula. Ukusasamula. Unaona hiyo kitu? Ukusasamula. Sio kumwaga. Kumwaga napo ni kufanya nini? Kutaha. Unaona? Sasa Mungu anasema ndaba chunchumulira. Ndaba sasagulira. Imigisha baraka. Nini kwa Kisukuma baraka ni nini? Mpango. Mungu anatumwagia, yani ndio maana anasema anamwaga baraka isiwepo na nafasi ya kutosha. Ndio maana ni kuchunchumula kweli kweli. Sasa watu wamekuwa hawaeleweki, maisha yao hayajulikani. Ukiuliza sababu ni nini? Hawapendi kufanya kazi ya Bwana. Sasa wamebaki wapo tu wamepinda, miguu yote utafikiri ni ya kushoto. Wanatembea wako hivi. Jamani, kuna mchango wa makambi. Mimi sina.